Kwa kuwa unaweza mambo yote, hakuna yaliyo magumu mbele zako. Wewe ni yule wa jana, leo na hata milele, uliyefungua njia katikati ya bahari, uliyeachilia mito kwenye jangwa, uliyeinua wafu ukawaponya tena na wakasimama tena, uliyebadilisha mifupa iliyo mikavu ikakuwa jeshi kubwa. Hakuna jambo lililo ngumu kwako. Na kwa hivyo leo tumaini letu tumeweka kwako, na tumekataa kuhangaika, tumekataa kusumbuka, tumekataa kufadhaika, na tumekataa kuogopa. Asante kwa uwepo wako katika nyumba hii. Haujawahi kusanya Israeli bure, umetukusanya kwa ajili yako mwenyewe. Nena nasi tena Bwana wa mabwana, nena nasi tena Mungu mtakatifu, kwa kuwa ni wewe ujuaye jinsi ya kutufaidi, ni wewe ujuaye jinsi tupasavyo kuenenda. Nena nasi Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, 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 amen. Unaweza pokea nafasi yako ukaketi katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Nimefurahi kuwaona tena. Wengi wenu huwa tunakutana Sunday to Sunday. Najua haitakikani kuwa hivyo, lakini mara nyingi unapata ya kwamba hatukutani. Lakini pia ninashukuru Mungu kwa sababu amekuhifadhi, na Mungu amekupea uwezo hata wa kumtii siku ya leo na kuweza kukuja katika nyumba yake. Haikuwaji rahisi, inakuwaga ni vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwaga ni vita katika ulimwengu wa roho, watu kuzuiliwa, roho za kuchoka, mara maneno ya ushauri mwingine tofauti, ili watu wasiweze kufika nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo ukiona ya kwamba umefika katika nyumba ya Bwana, jua ya kwamba Mungu amekushindania, na hata yale ambayo uko nao mbele yake anaweza kukushindania kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo mimi ningetaka kusema mimi mzima ndani ya Yesu. Nimemwona Mungu akinihuisha nguvu siku baada ya siku. Nimemwona hiyo wiki akinipea afya njema pamoja na familia. Nimemwona akiendeleza kazi yake mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Praise the Lord. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye matendo yake ni ya ajabu. Praise the Lord. Matendo ya ajabu. Praise the Lord. Wakati mwingine ninaangalia naona ni kama kwamba hakuna mtu anajua Mungu. Hawezi kumjua hakika. Yaani huyo Mungu anaweza kukusurprise. Anaweza kukusurprise. Bwana Yesu asifiwe. In the course of the week alini surprise. Nilikuwa tu ninaombea mama mmoja usiku. Na nilikuwa ninamuombea niko Kisii, Bogota, na yeye yako Dubai. Na nilikuwa ninamuombea tu, nikaanza kuomba in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nikasikia nikiulizwa kutoka huko Dubai, wewe hatukutaka uende ukuje, hatukutaka ukuje Kiabusura, hatukutaka. Sasa kwa nini ulikuja Kiabusura na hatukutaka? Kwa nini ulikuja na hatukutaka? Hey, my God. Hallelujah. Imagine, what do you do in such a case where you are doing a deliverance and you are in Kisii na hukutarajia? Bwana Yesu asifiwe. Na mama ako huko peke yake kwa room peke yake, na nikasimu tu ameshika. Na umeanza kufanya deliverance. Mashetani yameanza kuscream. Na sasa baka simu sasa hamwezi elewana tena. What do you do in such a case? You just believe God. Amen. Unamwamini tu. Unamwamini tu hata network ikikatika. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mmoja network inakatika na ninatangaza fire, network imekatika. Bado ninaamini fire imefika huko. Bwana Yesu asifiwe. By the way, network ilikatika. Mimi ninaendelea kutangaza fire, nikiwaambia lazima muondoke, nikiwaambia ninaachilia moto kwenu na wakoroga na waamuru muondoke, na saa hizo network imekatika. Wi-Fi, unaona hiyo kitu kanasumbuka tu. Yaani hakuna network. Bwana Yesu asifiwe.
Nikaendelea hivyo. Wakati netu wakirudi, nikasikia wakisema tunamuacha, wacha tuende, wacha kutuchoma, tunaenda, kaambia tokeni, na simuoni. Na Yesu asifiwe. Tokeni muende na mumuachane kwa jina la Yesu. Hallelujah. Imagine I did a deliverance nikiwa Kisipo Gita. Deliverance ya kelele. Nikiwa Kisipo Gita kwa mtu ambaye ako Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Usiniangalie kama mtu ambaye ako hero. It's not me. It is God. Huyu Mungu ambaye tunaabudu mahali hapa, I'm telling you, ukimwamini atafanya milipuko. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikajiangalia, nikajichekelea, nikasema Rachel, do you really believe God? Hallelujah. Nikajiangalia, nikaanza kujiuliza, je, Rachel, wewe unamwamini Mungu kweli? Hallelujah. Because me, I never imagine, of course, kuna siku nilifanyaga ingine. Yeah, hapa Kenya mahali. Lakini sasa hii ni surprise. Hili ni surprise. Na nikajiuliza, God, Rachel, do you really believe God? Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, muulize, wewe kweli unaamini Mungu? Wewe kweli unaamini Mungu? Kweli? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I can assure you that many of us hatuamini, ni kupapasa, tunapapasa. Hatuamini. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God kwa sababu amesema ya kwamba kile macho hayajaona na chenye masikio haijasikia, ameandalia watoto wake, ameandalia wanaompenda, na ametudhibitishia kupitia kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, mwambie wewe amini Mungu. Amini Mungu in Jesus name. Hallelujah. Amini Mungu in Jesus name. Huyo mama alikuwa na kofu, na kuambia kibaliza wakisema wanaondoka, alikofu ingine kali. Baadaye akaniambia nimetulia, hata miguu imekuwa vizuri, hata wapi imekuwa vizuri. Asubuhi yake akaniandikia message, akaniambia Pastor asante. Hallelujah. Praise the Lord. Akaniambia Pastor asante. Akaniambia, unajua nilimuuliza baada ya kuomba, nikamwambia unasikiaje? Akaniambia miguu inatetemeka. Nikamwambia fanya hivi, chukua maji, kiri damu ya Yesu kwa hiyo maji, kunywa, hiyo miguu itapona kabisa. Hallelujah. Sasa asubuhi yake akaniambia vile nilikunywa maji nilitapika, na asubuhi yake nimeamuka nikiwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. I think many of us tunaoperate kwa capacity ya chini vile tunastahili kuwa tunaoperate. Hallelujah. Including your pastor. Hallelujah. Kuna nguvu ambazo zimewekwa ndani yako. Kuna nguvu ambazo Bwana ameweka ndani yako. Praise the Lord. Biblia inasema macho hayajaona, masikio hayajasikia. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba anaweza kufanya makubwa kuliko yale ambayo tunaomba, kuliko yale ambayo tunafikiria, kulingana na uwezo ambayo iko ndani yetu. Salimia mtu, mwambie kuna uwezo ndani yako. Hallelujah. Kwa kila mwana wa Mungu kuna uwezo ambao Bwana ameweka ndani yako. Hallelujah. Na kenye anahitaji tu ufanye ni kwamba ushirikiane na yeye kwa karibu kabisa, na uombe, uactivate. Hallelujah. Charge your spirit. Hallelujah. Na charge your spirit yako kwa kuenda kwa maombi, kwa kufanya mapenzi ya Mungu, kwa kusoma neno lake. Hallelujah. Kwa kuabudu, kwa kusifu. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa kumtumikia charge. Amen. So, hiyo nguvu ambayo iko ndani yako inaweza fanya mambo makubwa sana. Mambo makubwa. I can assure you ya kwamba kuna wahubiri ambao hawajafunuliwa, hawajaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuangalia wale ambao wako kwa TV, ni kitu kidogo. Hiyo ni kitu kidogo, hiyo unaonaga kwa TV. Wale ambao
ukituambia juu ya ushuhuda ya watu wengine ni mzuri, kwa sababu inaweza tia watu moyo, lakini nataka nikuambie wewe unaweza kufanya mambo kupitia kwa Roho Mtakatifu yakaleta ushuhuda mkubwa ambao utaleta kijiji mzima hapa. Auamini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna uwezo. Salimia mtu tena, mwambie kuna uwezo ndani yako. Kuna neema ya kutosha. Haleluya. Activate hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Charge your battery kwa jina la Yesu. Usiache ikufe. Usiache ikae na kamoto kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiache ikuwe na scratch. Amen. Zamani vinanda vya zamani vilikaa kama kisahani. Wangapi waliona hii kinanda ya zamani? Ilikuwa kama kisahani kinawekelewa mahali kinasunguka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kilikuwa na kishimo hapo katikati. So kilikuwa kinawekelewa na kitu kinaanza kucheza. Hiki kinanda mahali kitakuwa na scratch. Ikifika mahali kuna scratch, ilikuwa inarudi nyuma inaanza tena. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio msemo you are sounding like a broken record ilitoka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ikifika mahali pamekuaruzwa, inarudi nyuma inaanza tena, haisongangi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikuambie leo kuna kitu ambao adui anafurahia sana, ambaye inafanyaga watu wanakaa kama a broken record, hawasongi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo kitu inaitwa mawazo mabaya, negative thoughts and emotions, negative imaginations. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo mabaya, mawazo ama fikira mbaya, mawazo ya kuleta uchungu, mawazo ya kuleta kukata tamaa, mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo inaitwa na kusumbuka nafsi. Praise the Lord. Amen. Unaweza kuwa wewe sio msharati na wewe sio mwizi. Unaweza kuwa hiyo madhambi yenye inatajwa huku na huku wewe hauna. Lakini hapa ndani ya mawazo yako kuna mawazo mabaya. Kuna kufikiria mambo mabaya. Kuna kukumbuka mambo mabaya. Kwanza kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakinyamaza hivi chenye wanakumbukaga ile iliwaguza, ikawafinya, ikawafanya walie. Wanakumbukaga vile walikuwa karibu kukufa. Wanakumbukaga vile waliachwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanakumbukaga vile waligongwa. Wanakumbukaga. Hiyo ndio wanawakikumbuka pia inakuja na hisia. Kile ambacho walifiri wakati ule inakuja tena, machozi inakuwa mingi kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi kwa Citizen inaitwa Shajara na Ruhu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambaye ilifanyika 10 years ago. Mzee anahojiwa. Anasema ilikuwa aje? Anasema huyo mwanamke alinifanyia, akanifanyia, mpaka anaongea, mpaka anasema hata sitaki kukumbuka, lakini bado anakumbuka. Unaona macho imeanza kutiririsha machozi, kumaanisha kwamba ndani ya moyo wake for almost 10 years umekuwa na uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hukumbuka nini? Haleluya. Kukumbuka mabaya ambayo yalifanywa kwao. Hukumbuka sana. Kwa nini watu sana hawakumbukani ile mazuri? Haleluya. Wanakumbuka yale mabaya ambayo yalifanyika kwao. Wanakumbuka na wanakuwa inaleta hisia zingine tofauti.
Bwana Yesu asifiwe. Anakumbuka vile alipoteza pesa. Oh, hiyo ndio atashinda akikumbuka. Vile alipoteza. Vile mama fulani alimu. Vile alipoteza. Vile mpaka uchungu inaingia. Unasikia tumbo imekatika. 200,000 zilipotea hivyo. 100,000 ilipotea hivyo. Unasikia tumbo imekuwa maji. Na ni yetu ni miaka mingi ilipita. Anasema kama hiyo pesa singepoteza, saa hii ningekuwa mbali. Anasema kama singewacha shule, saa hii ningekuwa mbali. Oh, angalia wenye tulisoma na wao, kama ningelisoma kama wao, kama sio mzazi alikosa kulipa fees. Yaani anakumbuka tu mambo mabaya. Hallelujah. Kwani watu hawakumbukani vitu vizuri? Like, na si Mungu ni sweet. Si Mungu ni mwema. Si Mungu wake ni mzuri. Nilikuwa tu shughuli yangu hivi. Yaani nikapatana na Kadevu. Kakakuwa mke wangu. Angalia tumepata watoto. Hallelujah. Yaani si Mungu ni mzuri. Mungu amenipea watoto. Angalia haka kanafanana mimi masikio. Angalia haka kamekuwa kakubwa. Siku ile walikuwa wadogo, sasa hivi wamekuwa wakubwa. Hakika ni Mungu tu amewasaidia. Salimia mtu muulize unafikiria nini? Hallelujah. Yaani watu hawafikiria tu mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hafikiria tu mambo mazuri. Imagine nilikuwa niishe, yani nikaita Mungu akanijibu hakika God. Si Mungu wewe ni mwema. Si Mungu ni wa baraka. Si Mungu. Badala ya hiyo utamuona wakati amenyamaza peke yake. Yani watu wananidharau bila simu. Wataniona. Yani kwa sababu mama vile alikuwa anaongea, huyo mama, hata mimi nitamwambia. Ngoja nikafanya na yeye. It's not all about your life. Ni hiyo tu inatetea maisha yako my friend. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hii miaka yote sasa nimekuwa tu kwa kanisa. Hata sioni. Utaendelea kukosa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Salimia mtu basi kumuuliza by the way kwa nini unafikiria mambo mazuri? Kwa nini tu unafikiria mambo mazuri? Ukikosa kusalimiwa, inaonekana sasa, huyu nilimfanyia nini? Ni nini nilimfanyia? Ama ni madharau, ama siku hizi ametajika, ama leo madharau. Hawezi kufikia. Kama hukusalimiwa si usalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Si usalimiane basi na akinyamaza usalimie kwa sauti. Ninaanya bura. Nimekuona. Hallelujah. Amen. Na ubaki na amani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii familia iko aje? Hapa ni mimi tu. Yaani ni mimi tu wanaangalia. Ni mimi tu. Shukuru Mungu. Haya, Mungu ninakushukuru kwa kuwa umeniinua katika hii familia. At least naweza omba. At least naweza saidia mtu. Mungu umenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Biblia. Zaburi 103. Zaburi 103. Verse 1 and 2. Zaburi 103 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 103. Inasema kwamba nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi kwa jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, Bwana usisahau fadhili zake zote. Hallelujah. Amen. Usisahau fadhili zake zote. Esther tusome kwa Kikisi. Aya moyo ne togio monene. Na byosi ebirinde yana bitogie ebyekalia ebitemu. Aye omoyo ne togio monene.
ayo moyo netogia monene na byonsi ebirime yane bitogie erieta ryawe richenu ayo moyo netogia omonene tugase kweba obuya bwaye bwonsi agokoreire. Amen. Togia monene tuweze kweba. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau mema ambaye amekutendea. Usisahau mema ambaye amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifikiria ni mchezo, hii kitu ni mpaka ukabiliane naye. Hii kitu lazima ukabiliane naye. You cannot just say it will go. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kama ugonjwa. Hii lazima ukabiliane nayo. Hii ni kama kitu ambayo imekuja kukuzuia kusonga mbele. Lazima ukabiliane nayo. Nasema you must enforce good thoughts. Lazima ulete good thoughts in your mind. Ulete katika mawazo yako, wapende wasipende, katika jina la Yesu Kristo. Ni lazima uanze kukataa deliberately. Unaanza kukataa kufikiria mambo kama hayo, na ukijipata unafikiria, unakemea na unakanusha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa nini ukipanda gari lazima uone ikianguka? Lazima ufikirie vile inaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ukiolewa lazima uone vile unaachwa? Can you imagine? Praise the Lord. Unaolewa leo na unaenda ukijiwaga wewe unaachwa. Unaanza kutafakari vile unaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapeleka mtoto shule lakini kwa mawazo yako umeanza kuona vile atadanganywa. Unaona vile anaanguka kwa mitego. Unaanza kufikiria vile ambavyo ataanguka mitihani. Bado unaanza kumsomea na hajafanya mtihani hata ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Napeleka mtoto secondary na grade 10 na umeona vile tumetumia pesa mingi juu yako. Alafu uanguke ujue kwenye utakuja. Haleluya. Vile tumekuachilia sio unaona kwenu vile kuko. Uende utaenda huko uanze kushikana na watoto ya matajiri, uharibu maisha yako. Yaani unakuchorea. Bwana Yesu asifiwe. Ni mawazo mabaya. Praise the Lord. Unaweza ita mtoto wako umwambie, sikia, Bwana ako na mpango mzuri juu yako. Nilipokuzaa nilikutazama na nikaona wewe ni wa kwenda mbali. Ninakuamini wewe sana. Hallelujah. I have faith in you. I am proud of you. You can do wonders. Enda na upite mitihani. Najua utapita mitihani. Najua utarudi ukiwa mshindi kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Imagine vile tunaongea. Na unajua mawazo anyway, mambo ya ulimi yetu inatokana na kile kimejaa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia mtu anaongea chakula kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tulienda huko hatukukula, hata nini, hata chakula, hata chini, hata nini. Hiyo mambo amejaza hapa. Ukisikia mtu anaongea hapa kekotale, hapa kekoyo hiyo ndio amejaza hapa. Na huyo hata ukimuuliza, hata ukienda tu kuongea na yeye, jambo la kwanza atafikiria na huyu ni kabila gani. Na alikuwa na ujasiri akakuuliza, na wewe by the way unakuwa kabila gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kuna maswali siwezi uliza mtu. By the way, kuna maswali siwezi uliza mtu. Na sio kwamba niliamua, ni Mungu alinikomboa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi I never bother to ask. Siwezi uliza mtu na sifikiri juu ya huyu ni kabila gani. Hata nikiona jina gani huwa sishughuliki ya kwamba huyu ni kabila gani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili Bwana alinikomboa naye ni kuulizanga watu kama mtoto ni mvulana ama ni msichana. I never ask. It doesn't bother me. Bwana Yesu asifiwe. Haisumbuagi roho yangu. Na kwa hivyo siulizagi. Hallelujah. Unapa anaitwa nani? Anaitwa hivi. Me, I never ask you is it a girl or a boy? I don't. Siulizi. Mungu alinikomboa akaniambia yote ni baraka kutoka kwa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, Biblia imesema ya kwamba mtungio munene, wewe msifu Bwana. Roho yangu, nafsi yangu, mtungio munene, na usisahau yale mema ambayo amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Sema nitakumbuka mema. Sema nitakumbuka mema. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Najua shetani hapendi tukikumbuka mema. Kwa kuwa tukikumbuka mema, tunamsifu Bwana. Na tunapomsifu Bwana, anashuka na kutenda mengine tena. Bwana Yesu asifiwe. Unapokumbuka yale mema ambayo Bwana amekutendea, hawa anashuka katika sifa za watu wake na anaanza kutenda mambo makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ya kwamba Mungu wa dunia hii amewafunga nafsi zao wasiweze kuona. Praise the Lord. Wasiweze kuona nuru ya injili hii, wasiweze kuona tumaini ya hii injili. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana atukomboe. In Jesus name. Ni wakati wa kuambia Bwana, ondoa hii giza kwa mawazo yangu, kwa nafsi yangu, ondoa giza. Haleluya. Wewe kama unakuwa na hiyo mawazo mabaya, inakuja hii, ile mbaya. Ni wakati wa kuambia Mungu kila siku. Unaenda mbele za Mungu unamwambia Mungu, remove this darkness from me. Ondoa hii giza kwa maisha yangu. Ondoa hii giza kwa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa hii giza kwa nafsi yangu. Because hivyo Biblia inasema as a man thinketh, so is he. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba vile mtu anavyofikiria, hivyo ndivyo atakuwa. Haleluya. Wewe unafikiria ni salimia mtu muulize unajifikiria nini? Haleluya. Unajifikiria nini? Praise the Lord. Kuna watu wanajifikiria wao ni maskini, hawastahili hata kuongea mbele ya watu. Wanajidharau. Wamefika mahali pa kujidharau. Wanajifikiria kwamba wao sio muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjawahi karibisha mtu kwa nyumba yako, alafu kamwambia karibu kiti, anakataa kuketi kwa hiyo kiti yako kwa sababu anajiona yeye sio muhimu wa kukalia hiyo kiti yako. Bwana Yesu asifiwe. One time tulienda shuleni mahali. Tulipoenda kwa shule siku ya Parents Day. Tumefika huko. Watu wanajifikiria, watu hawajionaji wa dhamana. Tulipomaliza, mvua ilikuwa imekuja sana. Tukaambiwa tupange laini tukule. Watu wakapanga laini. Lakini mvua ikanyesha nje ya dining hall. Ikanyesha mvua kubwa. Na kwa hivyo wazazi ikabidi wakuje wote ndani. Wakakuja wakajikusanya karibu na mahali palikuwa panasaviwa. Wakajazana hapo, anakaa kama kusukumana. Mfanyikazi wa hiyo shule mwanaume akachukua kiboko kirefu sana. Akasimama juu ya kiti, akagonga vichwa vya wazazi. Wakalia wakiondoka ati wanaenda kupanga laini mpaka kwa mvua. Wengine wakaenda kuketi wakigojea laini ikuwe ndogo. Sio maringo, lakini mimi siwezi kula mahali kama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kula mahali ambapo unakongwa kichwa mbele ya watoto wako. Kujidharau naye. Na wacha nikwambie, roho ya kujidharau iko hapa Kisii. Kila mahali panakuwa na maroho yake. Mojawapo ya maroho ya Kisii ya kugandamiza watu iko hapa Kisii. Bwana Yesu asifiwe. Hizo maroho ziko hapa Kisii. Mpaka unaonaga hauwezi enda kwa ofisi na uwasilishe mambo
mambo yako na yashughulikiwe. Lazima utafute mtu ndio akupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza, zamani tulikuwa kwa hospitali, tunaenda, mtoto alikuwa mgonjwa zamani miaka ya 1996, tuko kule Tabaka. Halafu nurses wako na vita na sisi, wanakujenga tu na vita na sisi. Aliingia na kikerere ingine. Haya. Na hapo tukiendelea tunapata noisemakers wamechukuliwa. Wababa na wamama noisemakers. Wenye walipiga kelele kwa wote. Wenye walikuwa naongea kwa sauti kwa wote wanachukuliwa na wanapelekwa nje. Punishment ya 1 hour, ukae nje, mtoto wako ako ndani, ulilete mgonjwa. Wanaambiwa enda, simama hapo. Simama hapo. Simama hapo. Na mkiongea ninawapea 3 hours. Msimame hapo. Wamewacha watoto kwa ward. Sisi ambao hatujachukuliwa noisemakers ndio tunashughulikia, na watu wananyamaza, wanakubali kunyanyaswa kiasi kile. Bwana Yesu asifiwe. So wakati niliingia huko kwa ward, siku nilienda nikapata mama mmoja. Nikamuuliza, hapa kantini iko wapi ninunulie mtoto maziwa? Akanipeleka mpaka kwa kantini. Alipofika huko akaniambia nisaidie mkate. Nikampea. Kanunua mkate nikampatia. Sasa tukirudi tumebeba vitu zetu. Tunafika pale kwa corridor, tukirudi kwenda tupande juu tuingie kwa ward. Tukapata socha amesimama hapa. Na ile rungu yake akasema, "Mnatoka wapi?" Nikamwambia si tunatoka kwa kantini kununulia watoto chakula. Akasema, "Mnajua sheria ya hapa. Sheria ya hapa, hii masaa imepita dakika 10. Imepita, hautakikani kwenda kwa duka." Nikamwambia sikuambiwa juu ya hiyo sheria wakati niliingia. Sikuonyeshwa hiyo sheria wakati niliingia. Pole. Tukifikiria tunapita, asema simama, mnaenda wapi? Haleluya. Yaani ametusimamisha hapo. Mnaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia tunaenda kuona mtoto. Tunaenda kuona watoto wetu wako kwa ward, hawezi kutuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Aliposikia mimi ndio ninaongea sana, akasema, "Wewe unaitwa nani?" Kaambia naitwa Reto Nyapara. Akasema, "Na wewe mume wako ni nani?" Kaambia anaitwa Peter Nyapara na ni mwanajeshi. Akasema, wewe unaweza pita. Nikamwambia siendi. Sasa nitaenda aje na huyu ni mimi nilimfanya atoke kwa ward. Siwezi wacha huyu, lazima niende na yeye. Akasema endeni basi. Tulipoanza kuongea akasema, akaanza kuongea Kikisii. Kumbe ameongelesha huyu Kikisii. Wakabaki hapo. Nilikimbia. Kwa hiyo sasa nilikuwa naenda mbio. Nimewacha mama ya mtu hapa akiongea na soja. Alikuja asubuhi na mkate mwingine ameongeza. Nimesikia vile mmenyamaza, mwakumilie. Mwaku. Unajifikiria aje? How do you take yourself? Unajiona aje? Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, muulize, wewe unajiona aje? Bwana Yesu asifiwe. Unajiona aje? Amen. Amekuja na saa ya lunch. Mzee amekuja. Nasikia wakiongea. Akimuuliza mtoto wako namna gani?
Yesu asifiwe. Hiyo jioni nikaambia mama, Yesane, sikia, usipoambia daktari ya kwamba mtoto wako ako na mumu, mimi mwenyewe nitaenda kumwambia. Kulikuwa na daktari mzuri, sijui kama ni kumuogopa. Sasa unaweza peleka mtoto kwa hospitali, alafu unarudi unaendaga hapo kwa maua yenye watu wanatemea mate kama hii, anachuna, anakuja anamwagia mtoto kwa mdomo. Ati anaponya umu na kwa hospitali. Haleluya. Anaanza ndipo naangalia kila wakati anachuna maua. Hiyo maua miti iko kwa hospitali. Anatauna. Alafu anakuja anapulishia mtoto. Kamwambia usipomwambia ya kwamba mtoto wako ako na umu, mimi mwenyewe nitaenda kumwambia. Na nitamwambia ya kwamba wewe unachuna maua hiyo ya hospitali yenye watu wamekoholea, halafu ndio unapea mtoto. Hiyo siku akaenda akaambia daktari. Baada ya 2 days mwanzo imeisha. Amen. Yesu asifiwe. Unajiona namna gani? Hiyo uoga yote unakuaga naye, hiyo uoga yote unakuaga naye, inatokaga wapi? Ni vile unavyojifikiria. Unajifikiria huwezi kufurahi. Unajifikiria watu wanakuona vibaya. Unajifikiria watu watakuongea vibaya. Sasa unakaa na uoga. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Leo hii hata nikikwambia ukarukia Yesu, yaani uko hapo unatazama, wewe mwenyewe unaogopa kuruka juu. Yesu asifiwe. Wasiwasi umeingiza. Mimi niko na shida nyingi. Wacha nikwambie, ziendagi kwa kuhangaika, zinaendaga kwa kuziachilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko na mashida mingi. Wacha nikwambie, wengine wako na shida kubwa kushinda wewe. Lakini sikia, kwa kila jaribu, kwa kila shida kuna njia ya kutokea. Na wakati ambapo umejiachilia kwa Mungu, umemwamini, umesiachilia mbele za Bwana, unasema vita sio vyako, unasema mimi ni wa Mungu na kila kitu juu yangu nimepeana kwa Mungu, mapenzi yake yatimie, huwa Mungu anashuka na anatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa kwa nini watu wengine wanatumikwa na roho juu na wengine hawasikiaji, hata wajui kama Roho Mtakatifu yuko, na wote ni wana wa Mungu. Shida ni nini? Tu mawazo yao yalikamatwa na yule mungu wa dunia hii. Haleluya. Katika 2 Corinthians 4:4, huyo mungu wa dunia hii alikamata mawazo yao, akawaonyesha hawawezi endelea, akawaonyesha hawawezi tajirika, akawaonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaamini ndani ya mioyo yao. Praise the Lord. Wakaamini ndani ya mioyo yao. Wakaamini watu wote wanawachukia. Haleluya. Akaamini hakuna mtu anaweza inuka kwa ajili yao. Na kwa hiyo ukimsalimia anasema ni kumchekelea, unamchekelea. Haleluya. Kwanza ukimsalimia na furaha, anaona huyu ni kunichekelea na nichekelea. Amesikia mambo yangu ndio maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema, amuru, kataa hiyo giza katika nafsi yako. Hiyo giza ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Yaani ukianza kufikiria, unafikiria juu ya kwako, yaani hauoni kitu kizuri. Unaona tu mabaya. Na saa hiyo hisia zinakuja. Tumachozi tunamwagika. Kwa wamama wanajua hiyo kazi sana. Wamama anabadilika kama bahari. Bwana Yesu asifiwe. Anabadilika kama bahari. Ile bahari inaanza kuwa imetulia, alafu saa zingine mawimbi. Kabla ujue ni nini inaendelea, ameshalia. Bwana Yesu asifiwe. Na sio machozi ya furaha, ni machozi ya huzuni, ni machozi ya uchungu.
Bwana Yesu asifiwe. Do you know Shetani anataka ukwame hapo. Anataka ukwame hapo. Vile uliachwa, vile ulitukanwa, vile uliambiwa, vile ulipoteza, anataka ukwamie hapo. Lakini pole kwake kwa kuwa tumemgundua na leo tunamkataa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzako kataa mawazo mabaya. Kataa fikra mbaya. Haleluya. Kataa fikra mbaya. Kataa mawazo mabaya. Haleluya. Hebu imagine hiyo mawazo. Shetani akishajua wewe unakuwa na hiyo weakness, atakuletea mingi sana. Unajua huwa anatustudy. Anaona huyu weakness yake ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akishajua huyu weakness yake ni hii, sasa analetanga tu. Anahakikisha sasa ameongeza hiyo. So mzee akisema wacha nitembee kidogo, mawazo inakuja. Hiyo mawazo inasema mama, hiyo mawazo inasema naona mnacheka juu mnajua. Haleluya. Haleluya. Mzee akiona tu kasimu yako kamelia na umesema hello na niko furaha tu sana. Nani wewe umesalimia na furaha hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Nani wewe umesalimia kwa furaha hivyo? Sasa yeye ana imagine ya kwamba hutakikani kusalimia mtu mwingine na furaha isipokuwa yeye mwenyewe. Na hiyo inaitwa inferiority complex. Ni kujidharau. Amejidharau kiasi ya kwamba amejiona ya kwamba yeye hawezi. So ukisalimia watu wengine kwa furaha, anauliza ni nani wamesalimia kwa furaha? Ni nani wamechangamkia hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini umechangamkia huyo mwanaume hivyo? Mpaka unamwambia ati kola imeingia ndani. Kwa nini ulikuwa unamfurutia? Unamfurutia kola kama nani? Haleluya. Ndio ni tumawaza tu tubaya, tumawaza tu tubaya. Haleluya. Na wacha nikwambie Ayubu alisema kile aliogopa kilimfanyikia. Salimia mtu mwambie chenye unaogopa itakufanyikia. Haleluya. Because kile mwanadamu anavyofikiria hivyo ndivyo anavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema katika Isaiah 43, forget the former things. Isaiah 43 verse 18 to 19, sahau yaliyopita. Tusomee hiyo. Isaya 43 mstari wa 18 mpaka 19. Imagine kuna watu wao wanafikiria mabaya mpaka wanajiona ndani ya jeneza na wanaona wenye wanawazika. People can do things, I'm telling you. Mungu ana imagine. Sasa mimi nikikufa. Mpaka naona watoto wake wakilia. Mimi mwenyewe anaona akilia. Anaona akiwa ndani ya jeneza. Mpaka anaona akiwekwa ndani ya kaburi. Alafu anajaa na machozi. Moyo wake umejaa huzuni. My God. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ni mwongo. Hizo imaginations. Niwaambie, lazima tukatae. Tujue neno la Bwana linasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Na tuamini vile neno la Bwana linasema. Na tukiri vile neno la Bwana linasema. Amen. Hebu soma hiyo. Isaiah 43 verse 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Litafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haleluya. Amen. Mimi kile ninazingatia hapo ni mambo matatu. Jambo la kwanza, anafanya jambo jipya. Je, hamtalizingatia? Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, muulize wewe unazingatia gani? Watu ni nini unatafakari juu yake? Unazingatia, una focus.
Aliangalia akaona hawa watu mawazo yao iko bado kwa mambo ya zamani. Ya zamani, ile kushindwa ya zamani, ile jangwa ya zamani, ile kuhangaika ya zamani, bado mawazo yao iko hapo. Akasema, sahau yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Sahau yaliyopita. Ninafanya jambo jipya. Je, hamulioni? Je, hamulihisi? Je, don't you perceive it? Hamufikirii juu ya hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Leo ninakuombea kwa jina la Yesu, kila giza ikaondoke katika maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Sema giza iondoke kwa nafsi yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nikatafakari wema wa Bwana. Kwa jina la Yesu. Amen. Washangilie Bwana wa mabwana. Na nataka nikuambie, shetani huwa anaongea na mawazo yetu. Katika Zaburi 3:1-2, Biblia inasema kwamba, Daudi anasema kwamba niko na maadui wengi ambao wananena na nafsi yangu. They are speaking to my soul. Hallelujah. Wananena na nafsi yangu. Wananena na fikira zangu. Wakiniambia kwamba hakuna ukombozi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wananena na akili yake wakimwambia hakuna ukombozi kwake. Praise the Lord. Amen. Nafikiri ni wakati wa kuhubiria shetani. Hallelujah. Ni wakati wa kumwambia imeandikwa. Hallelujah. Ni wakati wa kumwambia imeandikwa. Anapokuletea hiyo tu mawazo, mwambie imeandikwa. I am not alone. I have God ambaye ni mwaminifu siku zote. Hallelujah. Amen. I am not alone. Wewe unafikiria watu wanajiua kwa nini? Wanajiua kwa nini? Hiyo tu mawazo tunakuchaga na imagination na mawazo inakuja mpaka inawaonyesha hawa ndio wako na shida kushinda watu wote. Na inawaonyesha ya kwamba suluhisho ni kukufa tu. Mwingine anasema wacha nikufe ndio wasumbuke kunizika. Hiyo ni reason. Hiyo ni mwongo. Hallelujah. Wacha nikufe ni wapanish. Wacha nikufe ndio waone nilikuwa wa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikufe hiyo familia ione nilikuwa muhimu. Kama wataendelea bila mimi, wataendelea sana bila wewe, the devil is a liar. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, mwambie tu mawazo mabaya kataa kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu Kristo. Katalia mbali kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hiyo tu mawazo. By the way, hiyo imesimama katikati yako na baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's a very serious matter. Inasimama katikati yako na baraka yako. Because Biblia inakuambia rejoice. And again I say rejoice. Na kama kuna kitu tu yenye inakusumbua, usifadhaike, ipeleke kwa Bwana kwa maombi na kwa shukrani. Na Bwana atakupea amani ipitao kila fahamu, na atalinda roho yako na atalinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu sio ukae hapo ukifanya mahesabu mpaka unafanya mahesabu yenye haingiani mpaka inakupea uchungu, inakupea kukata tamaa. Hapana. Hesabu ya Mungu ni kwamba kama una jambo ambalo linakusumbua, mwambie Bwana. Hallelujah. Na umwambie ukiwa na shukrani, naye atakupea amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua ukifikiria hili jambo ni mchezo. Pastor Mungu amekuwa hapa akisema usinungunike. I have not met him the whole week. Ameongea juu ya moyo. Sikukuwa na yeye wiki hii. Nikikuuliza, kuna watu nilikuwa na wao hapa Wednesday. Ama ilikuwa Tuesday. Kuna watu nilikuwa na wao Tuesday hapa. Nilimwongelesha juu ya moyo. Na nikawaombea na wakakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. We are talking about a very serious matter.
kitu ambacho iko very serious, kile ambacho unafikiria kwa moyo wako, chenye ukiko katika nafsi yako, hiyo mawazo mabaya yenye huwezi sahau mambo mabaya, lazima yashindane yakikuja, na yanakuja ikiwa na power, inakuja ikiwa na power kila wakati. Tena kilikufanyikia kimekuja kikiwa na power mpaka umekidharau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kwa sababu ulipata mtoto out of wedlock, ulipata mtoto nje ya ndoa, hiyo ni kitu ya kushindana, imekudharau, imekusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu ushindane tu hapo, ukifikiria ikikugonga mpaka unajidharau. Hapana, ni wakati wa kusimama na kusema Bwana amenipea chance nyingine mpya ya kuendelea, na unasonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wapendwa, forget, sahau yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Sahau yaliyopita. Hiyo regret, ugairi, umeshinda ukigairi haikusaidii. Sasa kwa mambo ya ndoa, acha nitaje because nimegundua sana na hii sana bado na wako hapo kwa ndoa. Kwa mambo ya ndoa, mpendwa, it's too late kushinda ukigairi. Wangapi wamenielewa? Haleluya. Time imeisha ya kushinda ukigairi. Kugairi ni kusema ni kwa kikisi. Kuregerect. Inasema nini? Haleluya. Aya, kwani hakuna vocabulary? Bwana Yesu asifiwe. Kuregerect ni kusema nini? Wait. Kuigia. Kuigia yao. Sika kuigia. Wacha. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mahali uliweka pesa zako zikapotea, sika kuigia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utashindana hapo. Hiyo kuigia itakufanya usisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulioa bibi mpumbavu, tikapoikia, tafuta vile atachanuka. Na Mungu, kuna Mungu ambaye anachanuanga wanawake, na kuna Mungu ambaye anachanuanga wanaume. Tikapoikia, salimia mtu, mwambie usiregerete. Tikapoikia, na usimame kwa miguu yako, nimemaliza. Tikapoikia. Na ukiona hiyo kitu inakuja kwako, kataa kila siku. Ambia Mungu, ondoa hii giza katika maisha yangu. Iondoa hii giza kwa jina la Yesu Kristo. Kataa hiyo giza. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa ukifikiria hivi, unafikiria mpaka inakuweka uchungu. Ulikuwa umeomba, umepata breakthrough, mpaka unaongea ita. Baba, katika jina la Yesu umesifu, umeabudu, reka yantariba, hiarama, umeongea kwa lugha ramu, kinyamaza. Sasa ile unafanya tu kazi yako hivi, unaanza unakuwa. Yaani hiyo uchungu yote inamuua. Malaika walikuwa wanakuja na vipawa vyako, wanakupata umeondoka location, wanarudisha. Nene